Ni mguu mosi gopeli katika uwanja huu. Walimu watakuwepo kuweza kutoa maelekezo, lakini waamuzi pia vile wapo angi ama imara kabisa kwa ajili ya kutafsiri. Kipenga chake mwamuzi wakati kinasikika, mtazamaji. Amepuliza kipenga kwa muru pambano kuanza. Mwamuzi wakati Duncan Ogosi. Siraj, potaja Siraj katika safu ya ulinzi, yupo Abid Omar katika timu ya taifa Kenya Harambee Stars. Kuunganisha, lakini kwa kiko na kwenda ndivyo sivyo. Moja kwa moja jaribu karuzo wake kulenga shabaha, shuti linakwenda kinyume na matarajio. Timothy Daliala anaukokota karuzo wake. Peter Mtambo wa Panya watoka nje. Shaka wewe makini sana kwa mipira kutoka pembeni kule. Mtazama alichokifanya karuzi wake, akimzidi maarifa. Toza mipira sana katika idara ya kati. Anakwenda Timothy Daliala, shuti linakwenda kinyume na matarajio, kwenda upogo kwa mara ya tatu sasa, na vurumiza kombora nje ile mstari mstatili. Tazama alivyoandaliwa katika njia, kaingia kwenye eneo husika, lakini yupo wawili, yupo Nyakea kama ilivyobashiri. Cheza kweli kweli, mlinda mlango yupo makini kweli kweli, ameupangua vizuri kabisa na kuweka KCB mchezoni. Arnold Manzombo, manake ilikuwa ni rebound. Kipa kaenda hewani kwa ajili ya kuweza kuokoa. Jaribu kuunganisha moja kwa moja, pasi na mafanikio. Shuti linakwenda ndivyo sivyo. Taka kuunganisha kwenye eneo sahihi kabisa, alichokifanya kadiri uwezo wake, alivyojikunja pale Etemesi Kelvin. Chapua rekodi na wabeba dhidi ya Mara, na kwenda pembeni huku. Vipas anachelewa kufanya maamuzi, sema kwamba ni mkwaju wa kona ya kati ili walao kuepuka madhara. Moja kwa moja cheza pale, mlinda mlango wajibika pakubwa kweli kweli. Wameanza kuvamia kadrozi wao. Jaribu kwa kichwa, anaponea chupuchupu, mtazamaji. Kwenda hewani vizuri kabisa, lakini kwa kiko na gonga. Hebu tazama ulivyotengwa kikamilifu kadrozi wake na mchezaji Makati Ronald. Aliutenga vizuri kabisa, lakini akajibu kwa kichwa upande wa pili. Bonfas, mchezaji mwenye kasi, anza mipira mirefu. Hatimaye wanapata bao baada ya kupisha kadriozo wao katika uwanja huu. Hebu tazama kilichotokea, alivyoutenga vizuri kabisa, na ni kwa mara ya pili vile vile. Basi mlinda mlango pale ametapatapa, na hata mlinzi atakosa kuwa makini. Wote kwa hakika wanasonga pasi na mahesabu, kosa mawasiliano kikamilifu kwa ajili ya kuweza ikabo kwa faida Mara Sugar. Tenga kule toka nje, manake mlinda mlango alikuwa amepiga hatua takriban miguu miwili hivi. Jioni ya leo angalau kuweza kupata matokeo chanya. Ilikuwa fursa kipekee pale, tena mnyaka pale, pasi na kutetereka. Ni sekunde za kuhesabu tu. Hatimaye mwamuzi wakati anapuliza kipenga, Mara Sugar wanakufa ugenini, KCB wakiweka faida kwenye akaunti kwa goli 1-0 dhidi ya Mara Sugar. Mmejitahidi kadri uwezo wenu, lakini licha kutengeneza nafasi kipindi cha pili,
mnapoteza mchezo. Ndio maana huwa tunasema saa zingine football haiko fair, kwa sababu una create chances, mtu anapata chance moja anakupunish, na kama kuna uchungu ambayo makochi na timu sikia ni nafasi kama hizi. Umepata nafasi, umecontrol game kila wakati, and then unakuja unafungwa dakika mbaya, kama muda umesha. Ni vigumu. Wacha tujipange kwa mechi yetu ijayo, na hongera kwa KCB kwa ushindi wao. Mabadiliko uliyofanya kiasi cha haja kwa ajili ya kuleta stability kwenye kikosi? Ni ukweli. Nyingine ni kwa sababu ya injury, lakini pia ni hivyo kwa sababu mimi naamini wachezaji wangu wote, yule yote ambaye yuko kwa bench anaweza kuja akaleta jambo moja ama mbili. So ni hiyo wakati ilifika ndio tukapata kutumia hizo nafasi, kuwapatia pia nafasi wapate kuji expose. Asante sana na kila laheri. Kocha Francis Xavier hapa kwa faida ya Mara Sugar, na nitakuwa nasemezana na mwalimu Robert Matano. The Lion amebeba tajili mara 3 na ni mchezaji wa zamani wa AFC Leopards. Atakuwa na mawili matatu ya kuzungumza kuhusiana na pambano ya siku leo. Kocha, karibu sana na pongezi kwa ushindi ambao kwa hakika umeupata katika uwanja huu. Ulikuwa mgumu, lakini tulitarajia ushindi. Bahati nzuri tumepata, na hiyo ndio ilikuwa haja yetu. Coach, tunazungumzia kipindi cha kwanza, nafasi hazikuwa zinapatikana, lakini kipindi cha pili umetengeneza nafasi kutegemea na aina wachezaji ambao umeingiza kikosini leo hii. Kidogo wamerudi na wamekuja kubadilisha game. Tumewaacha kwa sababu ya kuja kubadilisha game, na nafikiri wameleta matunda, wameleta manufaa, wamebadilisha game kwa kiasi kikubwa. Next tunapigana dhidi ya Bidco United, timu ambayo kwa hakika inapambana kusalia ligini. Hiyo ni game ngumu sana. Kucheza na timu ambayo inataka kubaki ligi ni game ngumu sana, lakini tutajiandaa kulingana na uwezo wetu. Nafikiri sasa tunafikiria kama tunaweza maintain consistent, na vijana wa makinike wasahau game ya leo, tuangalie game inayokuja. Kwa hiyo game inayokuja kila kwetu sasa ni kama final, so tutaangalia hivyo, na ni vizuri ku maintain watu ile tumefanya leo, tuweke hiyo ni kama sa kawaida, tupate ushindi. Asante sana coach na kila laheri. Bila shaka kocha huyu Robert Matano ambaye amesajili ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Mara Sugar. Bila shaka mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuandamana nasi tangu mwanzo, na imekuwa ni raha iliyoje kwa nawe katika taratibu za kuweza kushuhudia mchezo wa ligi kuu taifa kwa maana SportPesa kati ya KCB dhidi ya Mara Sugar. Kutoka kwangu niite Bonga Boli Michael Were Muhusia. Bila shaka endelea kutazama vipindi vyetu. Inachezwa ndani huku, anajifunga mwenyewe David Leon Kimungui. Maji yanazidi unga hapa, na mlazimu kukoroga uji. David Leon Kimungui ambao anaofungia Kakamega Homeboys goli baada ya krosi nzuri kabisa ndani ya 18. Goli la kutangulia kutoka kwa vijana wa hatimaye wanajifunga wenyewe tu. Alitaka kutuliza, lakini ndio unaambiwa ajali kazini. Krosi yake Potiphar Odhiambo alienda juu akaikosa, ikaishia gotini mwake David Leon Kimungui ambaye anaishia kujaza langoni mwake. Omengo analeta ndani, Roger Souma wanapata goli lao la pili Kakamega Homeboys. Baada shughuli safi aliyoifanya Estonesia Omengo, huenda sasa amemaliza kazi. Roger Souma akipachika goli lake la 3 msimu huu. Free kick maridadi yake Estonesia. Roger Souma na kuijaza kimiani. Teknik bora yake Estonesia. Aliparaza kwa kichwa kijana Roger Souma,
na kuwapa goli la pili Kakamega Homeboyz, na ni goli lake la 3 la msimu huu. Huenda amehakikisha alama zote 3 zitarudi Kakamega. Wametamba ugenini. Kinaweza sema pia kuna individual sema ni unaweza kuwa na mchezaji ukitumia unajua kumtumia vipi. Nadhani kitu nasema kosa alikuwa mnachangia. Na ndio stroke point yake. Na haijakuwa mzuri but ni mpira. But pia tumecheza vizuri, si sema pia ati ni pressing peke yake. Juu kiangalia pia bao zetu pia ziufunga. Sisi zote zitokana na pressing. Shida kubwa ni bado kwa nini tuliko namba 10 kwenda chini. Hiyo ndio kitu inaniuma sana kufikia saa hizi. Juu na mimi Posta Rangers ya saa hizi si ya kukaa huko chini. Tufuatoke hapo tuende juu. Na kutoka hapo tuende juu ni kushinda mechi zetu zile zinakuja. So kinakaa leo bahati mbaya tumepoteza, ni mpira. But ndio hiyo hatuna ila kusema, ni tuende tuangalie mechi next tutafanya nini. Yeah. Hapo kwa kufanya nini? Na ushaniambia kwamba kupress labda leo kwa Salukom huenda kumekuwa kumesababisha. Sasa kama atatakosekana, huenda kama atatakosekana mtafanyaje? Si ni kufunga mabao, juu leo hatujafunga, lazima tutafunga. Shukrani sana coach. Asante sana, nashukuru. Kwa mnaongoza goli moja ile la kujifunga kwa timu pinzani, lakini kipindi cha pili imeonyesha jitihada kupata set piece na ikatumika vizuri sana. Kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa point 3. Mechi mbili zimepita hatujapata point 3. Kwa hiyo tumepata point 3, nashukuru Mwenyezi Mungu na kumaliza mchezo salama bila majeruhi yote. Nashukuru wachezaji wangu kwa determination ile wameweka katika mechi ya leo, na at least kupata hizo point 3 ambazo zinatusukuma kwa sehemu nzuri kwa ligi. Coach, nimeona kipindi cha kwanza ambacho conversion za zile nafasi zilikuwa tatizo sana, lakini kipindi cha pili imekuwa kunaonekana na impact. Kipi ambacho ulienda kuambia? Hiyo ndio imekuwa main ndingi yetu, na tumwambia tukue calm katika box na tu communicate katika box ili mwenzako aelewe sehemu ile yupo, na nadhani imesaidia sana. Yeah. Lakini licha kwa alama 3 mmeenda nazo leo, na kuna kitu bila shaka ambacho mnaenda kufanya kazi ile conversion ya nafasi, na zaidi kipi ambacho utakuwa kinaendelea kuweka pondo ili ule muendelezo wa alama 3 uwe mnazipata? Ya cha msingi sana na zaidi ni kuweka kwa clinical katika front ya goli. Fanye kazi sana, zile chances tunapata tuweze kuconvert na to create more. Ndio kitu tunafanya kazi sana kwa mechi yetu next against Mathare. Yeah. Shukran, safari njema mkielekea Kakamega coach. Asante, nashukuru baba. Yupo tayari popote pale ulipo. Asalamu alaikum, amani ya Bwana iwe juu yako. Karibu sana Gusii, karibu sana kaunti ya Kisii, karibu sana 254 kwa faida ya Kenya. Yupo nyumbani APS Bomet, mgeni wa siku leo ni Nairobi United, ligi kuu taifa la Kenya, msimu mwaka 2025 mwaka 2026, raundi ya 26 hii. Hii ni sauti ya pekee ya Sepitika Ali Salim, nipo naye mpaka tamati ya mchezo siku leo. Rogers Kipkemoi, Rogers taka kuanza mapema. Rogers Kipkemoi alionekana kwenye safari yake. Michael Karamo, Enoch Machaka Mumanyi, kwake Yusuf Nasri Mainge, Kevin Wangaya, kwake Benson Ocheng. Sasa Omala Meketa Maxel Mululu Mchesia tayari kuanza kusimamisha mchezo tu ili wauguzi wahusike. Kaukana Mora Kamona Machaka Mumanyi, Yusuf Nasri Mainge akatafutwa Benson Ocheng Mbala, kati ambapo alikuwa anakwenda kupeleka kinuka ila Rwandera Michael Karamora ameletwa kusaidia kwenye ulinzi. Rogers Kipkemoi, kichwa cha kuunganisha Tony alikuwa peke yake akufanyiwa maki kabisa, lakini Jairo alirudi kwa wakati na kupa
Anthony Naibea na goli moja mpaka sasa amepiga pamba nyeupe, hiyo nyekundu na kijani ni APS Bomet. Na ni rangi ambayo utaipata kwenye combat yao, sare yao ya kazi. Nasri Maingi ameleta nani? Benson Ochengo Mala Jitu akufika kwa wakati. Cross hizo zitategemea pakubwa hii leo. Miongoni mwa cross hatari basi ni hizi ambazo zinaanguka pale pale kwenye eneo la 6 la break kwa counter uzuri. Osanya amecheza madhambi kwake Rogers Kipkemoi ambaye nali sajiliwa kitokea klabu ya Sofapaka. Francis Omondi ameletwa mali ndani kichwa juu ya lango. Maxwell Kubasu full tank. Akikosa kuupa tu mwelekeo. Yupo peke yake, kuna gepu kubwa kati ya Asel na wenzake. Mwana anapata tabu anapokuwa anafanya bila Maiza kama peke yake. Yusuf Nasri Maingi sasa inaletwa nje kwake Machaka. Michael Karamora ameonekana katika eneo la kuotea, naye Gladys Kamuren kinachomsaidia kati ambapo Yusuf Nasri Maingi alipiga fast touch ya kibabe akaleta nje kumtafuta Machaka, lakini Michael Karamora alikuwa tayari yupo kwenye kuotea kule, ila mpira wenyewe pia haukushika mguu alivyotaka Machaka. Nafasi ambayo ameipoteza Dimore kwake Maxwell Kubasu full tank, bado nao Festus Kipkemoi sasa. Jonathan Onyango amecheza madhambi. Isaac kabisa mguu wake ulipita. Ameachua tena Edward Masembe, lakini Hilary Wandera hana maki kabisa. Naweza akaamua kumwachia ilete cross au aipeleke moja kwa moja, akitarajia kuwa au punch pia na Jairo na wamalize mpira kwenye kamba. Masembe, nafasi nzuri kwake, kuweza kuleta ndani. Masembe kichwa ameingia kwenye mkoba kwa wepesi mno. Ileta kumtafuta Maxwell Kubasu full tank akaupata, lakini inasikika iko kipindi cha kwanza kimetamatika na kwenda kupiga sala kwa hali ilivyokuwa mpaka kipindi cha kwanza kutamatika. Ni mechi ngumu kwa timu zote mbili, mechi ambayo inahitaji watu wagumu ili kuweza kuzipata alama tatu zote. Kipindi cha kwanza kimetamatika, APS Bomet bila, Nairobi United bila. Uwanja umeloa chapa chapa, umeloa kweli kweli. Mvua ambayo inashuhudiwa ni mvua kubwa ambayo inahusisha hata mingurumo na radi, na uwanja wa Gusii hivi sasa huenda ukasema ni kama ziwa ulivyojaa maji. Marefari wakiongozwa na Isaac Hamisi wamejaribu kuangalia na kufanyia tathmini iwapo mechi ya leo inaweza ikaendelea, lakini kila anaporusha mpira ule unakwama kwenye maji, unakataa kudunda. Ni ishara kuwa ngoma leo haiwezi kuendelea, na kipindi cha pili ambacho ndio kinasubiriwa, huenda maamuzi yake Isaac Hamisi kulingana na anavyotikisa kichwa ni kuwa uwanja uwezi ukachezeka. Basi huenda kipindi cha pili tukakishuhudia kesho asubuhi na mapema, lakini kwa leo kutoka uwanja wa Gusii, mechi nambari 228 kutokana na mvua ambayo inashuhudiwa katika taifa la Kenya kwa jumla. Lakini leo Gusii imechacha kweli kweli, mechi imeahirishwa na kipindi cha pili kitamalizwa kesho asubuhi kabla ya mchezo unaofuata ambao ni wa Shabana dhidi ya Murang'a Seal papa hapa. Matumaini ni kuwa kesho hali itakuwa shwari kidogo kuruhusu mechi ya leo kuweza kupigwa. Kamishna wa mchezo Moses Osano anaongoza shura ile mkutano makubaliano kukubali kwa mchezo wa leo basi ndio umeahirishwa, kwa hivyo
kutoka Gusii Stadium. Hii ya leo imetamatika mpaka kesho asubuhi saa 4, Mungu kitujalia uzima wa afya, alafu baadaye saa 10 leo utaipata mechi kutoka Kasarani Annex pale. Wananyaraka Posta Rangers wapo nyumbani dhidi ya Bana Bingwa. Utapata tathmini ya mchezo ikiongozwa na Zani Mohamed, lakini matangazo mubashara utapata kutoka kwake Charles Onyango. Mabululu kule 90 utazipata za burudani kabisa, lakini kutoka Gusii hatuna la ziada. Mimi ni Beki Asebidika Ali Salim, hadi kesho saa 4 asubuhi. Goodbye.